hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala atatuondoshea hii hali ya ukame ambayo inatukumba leo hii. Illa ukhidhu bisinin wa shiddati almauna, kadhalika gharama za maisha zitakuwa juu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hawatopunguza watu katika mizan wala hawatopunguza katika vibaba, isipokuwa watu hao wataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala adhabu ya shiddatul mauna. Maisha yatakuwa ghali, maisha yatakuwa ya juu, kila unachogusa kiko juu, kwa sababu ya watu kupunguza katika mizan na watu kupunguza katika vibaba. Sasa alaumiwe nani? Alaumiwe kiongozi ambaye yuko madarakani kwamba eti anayatumia madaraka vibaya, anayatumia madaraka yake vibaya, au tulaumiwa sisi wafanya biashara? Wa kulaumiwa ni sisi wafanya biashara ambao tumepunguza katika mizani zetu, tumepunguza katika vibaba vyetu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuadhibu leo hii kwa kupandisha gharama za maisha. Gharama za maisha zimekuwa juu, tukibadilisha katika muamala huo basi Allah subhanahu wa ta'ala atayabadilisha maisha yetu. Illa ukhidhu bisinin wa shiddati almauna wa jawri sultani alayhim, na watapewa kiongozi jeuri kwa wao, watapewa kiongozi wa dhulma kwa wao. Huyu kiongozi ambaye leo hii yuko kwetu sisi anatufanyia dhulma, ni kwa sababu ya sisi wenyewe kupunguza katika mizani zetu, ni kwa sababu ya sisi wenyewe kupunguza katika vibaba vyetu. Leo kama tutarekebisha hali hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala atatuletea kiongozi mwadilifu, kiongozi ambaye atazisimamia haki za watu na kuandamana sisi mabarabarani eti kwa nembo ya kudai haki. Hatutoipata haki hiyo mpaka sisi wenyewe tubadilike. Dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'ma